Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 14 ya mwezi wa tano mwaka 2025. Siku nzuri kabisa, siku ya Jumatano kwa moyo mkunjufu kabisa. Ni kualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehane Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbushe, kama ndo mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tunapatikana kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok, bila kusahau mtandao wa X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini pia usisahau kuacha bodi yako kwenye comment kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante sana kwa kuwe mdau ambao unaandika comment. Na bila kupoteza wakati tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Maziwa mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, bidhaa za nyama, sausage bora kabisa Tanzania kutoka Peramio, lakini pia vinywaji vya aina mbalimbali vinapatikana hapo, mafuta kupikia, lakini pia na bidhaa nyingine nyingi kwa ajili ya matumizi yako wewe ambaye unatutazama wakati huu. Fika hapo ili uweze kupata bidhaa zako mbalimbali ambazo unazihitaji. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Gazeti ya Habari Leo katika ukurasa wake mbele ya habari iliyopewa kipaumbele ni kwa heri Shujaa Msuya. Samia anaja mambo 8 akimzika kijijini kwao, awataka viongozi wawe na uthubutu. JK asema hakuwa binadamu wa kawaida. Habari kamili ni katika ukurasa wa pili. Wanaofaulu kidato cha 6 kusomeshwa akili mnemba nje, habari katika ukurasa wa 16. Msajili atengua uteuzi Chadema, wengine 50 wajiondoa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 16. Ulega amfyatua mkandarasi aunda timu kivuko Tanga, habari katika ukurasa wa 15. Rais wa Finland aja kukuza uhusiano wa uwekezaji, habari katika ukurasa wa 16. Mamia umwaga Charles Hilary da kukumbukwa kwa mengi, habari katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Majaliwa sekta binafsi muhimu ukuaji uchumi, habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo katika ukurasa wake mbele. Kamata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni sakata la Mchome na uteuzi wa jumbe wa sekretarieti mpya. Msajili ashusha rungu Chadema, awang'oa vigogo wa kamati kuu, wamo Lema, Dr. Nshala na Mnyika, adai uteuzi wao umekiuka katiba. Heche amshukia, amtaka asiwapangie. Golugwa polisi bado shughuli, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Gazeti hili katika ukurasa wake mbele limeandika nukuu ya John Heche ikisema, namwambia msajili ahitaji kumtambua katibu mkuu wa chama chetu. Sisi Chadema tutamtambua katibu mkuu wetu. Huna uwezo wa kututeulia nani awe katibu mkuu wa chama chetu. Msajili, kama una nguvu ifute Chadema, usitupige mkwara sisi. Nukuu ya John Heche. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Habari picha inamuonyesha Amani Gorugwa pamoja na Mchome. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Enzi ya Msuya ilivyohitimishwa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 pamoja na ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Habari picha ikionyesha askari wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania JWTZ wakitoa heshima za mwisho wakati wa mazishi ya waziri mkuu mstaafu Cleopa Msuya kijijini kwake Chomvo Usangi, wilaya ya Mwanga, mkoani Kilimanjaro hapo jana. Uhaba ubora wa walimu wazua mjadala mpya. Bunge imepindisha bajeti ya wizara ya elimu, huku hoja ya upungufu wa ubora wa walimu ikiteka. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 5. Rungwe atoa msimamo wanaokimbia Chadema kuhusishwa na Chauma, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 12 na ukurasa wa 13. Ikiwa haya ni mahojiano maalum kwenye korido za kisiasa, mengi yanazungumzwa kuhusu wapi wanakokwenda makada wanaojivua wanachama ndani ya Chadema ili kuendelea na harakati, lakini mwenyekiti wa Chauma Hashim. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 13 na 12 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele. Kamata nakala yako, some kwa ndani zaidi.
Nalo gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, yenye habari iliyopewa kipaumbele ni Samia, tutakamilisha kituo cha afya kumwenzi Msuya, awataka viongozi nchini kuyaishi mema aliyoyaishi Kikwete, asema alikuwa mwalimu wake. Malasusa ataka viongozi kuwanyenyekea watu. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Gazeti limeandika Ulega zidi kuwasha moto sasa kuchunguza kivuko. Habari katika ukurasa wa 4. Serikali inathamini sekta binafsi, Majaliwa. Habari katika ukurasa wa 4. Vigogo Chadema waunguliwa, yatakiwa kuanza mchakato upya. Habari katika ukurasa wa 4. Gazeti hili limeandika Mnyika jibu G55 Kiaina asema hakuna makundi. Habari katika ukurasa wa 2. NCCR mageuzi yapata mgombea urais Oktoba. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Mataifa ya Ulaya yatishia kuongeza vikwazo dhidi ya Urusi. Habari katika ukurasa wa 19. Gazeti hili limeandika athari za mabadiliko ya tabia nchi Zanzibar zilivyofanya wanawake kuacha uvuvi. Habari katika ukurasa wa 11, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Nipashe mwanga wa jamii nalo mikononi mwangu lenyewe limeandika misukosuko ya tikisa Chadema. Habari katika ukurasa wa 3. Msajili wa vyama atengua viongozi, kigogo akamatwa kwenye uwanja wa ndege wa Dar es Salaam. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika maziko ya Msuya, Samia afunguka madeni mawili. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Rais wa Finland atua nchini leo, ziara ya kitaifa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Wanafunzi sekondari Milambo wakamatwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. 11 kizimbani kwa kuharibu miundombinu ya makaburi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. Ufadhili wa Samia, wahitimu kidato cha 6 kupelekwa majuu kusomea akili unde. Habari katika ukurasa wa 8. Yanga yazidi kujikita kileleni ligi kuu bara. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 14, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga jamii katika ukurasa wake mbele. Tutazame sasa gazeti Raia Mwema, muungwana ni kitendo, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Chadema haipo, msajili atengua kamati kuu, mwenyekiti yupo gerezani, Heche makamu Zanzibar wakiwa. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Gazeti limeandika JK arusha jiwe msibani, ananga wastaafu wanaoita wanahabari kuisema serikali. Samia achambua maisha ya mzee Msuya, atoa ya moyoni. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani. Wizara ya maji yaje kivingine, yasimamisha vipaumbele 6 kumkomboa mwananchi. Habari katika ukurasa wa 5. Habari nyingine zilizopewa kipaumbele kwenye gazeti Raia Mwema ni serikali ya ukoma bilioni kupitia PPRA. Habari katika ukurasa wa 3. Lema wenje Chadema damu. Habari katika ukurasa wa 4. Wenye kipato duni kununua nyumba. Habari katika ukurasa wa 6. Habari picha inamuonesha Rais Mwinyi, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Raia Mwema, muungwana ni kitendo. Jumatano leo, kamata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Gazeti Uhuru kweli daima ninalo mikononi mwangu, lenye limeandika Rais Dr. Samia ataja kumkumbuka Msuya, asema alijitolea maisha yake yote kwa utumikia wa Tanzania katika nyadhifa tofauti alizoshika enzi za uhai wake. Atajwa ndio kiongozi wa mwisho kuwa makamu wa kwanza wa rais kabla ya nchi kuingia katika mfumo wa vyama vingi. Habari katika ukurasa wa 2. Ulega charuka aunda tume kuchunguza kivuko. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Majaliwa aeleza juhudi za Tanzania kukuza uchumi. Habari katika ukurasa wa 3. Mataifa 31 kushiriki maonesho Sabasaba. Habari katika ukurasa wa 9. Makala kuhutubia wananchi wa Kilosa. Habari katika ukurasa wa 17. Lakini pia gazeti Uhuru limeandika waziri eleza mikakati mafanikio sekta ya utalii. Habari katika ukurasa za ndani za gazeti hili. Ujenzi miradi ya mabasi ya kisasa kuanza Zanzibar. Habari katika ukurasa wa 18, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Hata nakala yako usome kwa ndani zaidi. Na sasa tugeukie habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu ni gazeti Mwanaspoti lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Yanga yaweka rekodi 4 rasmi, Kagera yashuka daraja baada ya miaka 20. Matokeo ikiwa ni Yanga 3 Namungo 0. Mechi zingine ikiwa ni JKT Tanzania 3 Fountain 1, Pamba 2, Ken Gold 0. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Msimamo ukionyesha Yanga kileleni na alama 73 mara baada ya kucheza michezo 27. Simba katika nafasi ya pili na alama 69 mara baada ya kucheza michezo 26. Lakini pia gazeti hili limeandika mambo matatu kuibeba Simba Sports ugenini. Ni Berkane dhidi ya Simba finali Mei 17 huko nchini Morocco.
Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Ngumi moja akaona mvua, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 10 wa gazeti hili. Gazeti hili pia likiandika hatima ya vita ya Hamo Ibra, habari katika ukurasa wa 8 wa gazeti hili. Bilioni 1 kiasi cha fedha ambacho Ibra ametakiwa kulipa ili kuvunja mkataba alionao ndani ya Konde Gang tangu kuanzishwa kwake. Lebo hiyo inaongozwa na Harmonize mwaka huu inatimiza miaka 6. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 8. Gazeti hili limeandika La Liga leo Jumatano ni Real Madrid dhidi ya Mallorca saa 4:30 usiku Santiago Bernabeu. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake mbele. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Magazeti ya habari za michezo na burudani mikononi mwangu, na gazeti Habari Leo katika ukurasa wake wa nyuma, habari iliyopewa kipaumbele ni Yanga yang'ang'ania kileleni ligi kuu bara. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani. Simba yaahidi raha Morocco, katibu DRFA afungiwa miaka 6, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Mpiga gitaa Seseme afariki dunia, habari katika ukurasa wa 23. Brazil yamtangaza Ancelotti, habari katika ukurasa wa 22. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma wa gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Na gazeti hili linakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.